mrakibu msaidizi Kenneth Mokasitu, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita. Mnamo jana mida ya saa 5 nilipigiwa simu na afande RPC kwamba kuna mashimo au maduara ambayo tunasema yametitia, na kweli kuna timu ambayo iko hapa ya Bukombe ilifika eneo la tukio na kukuta kweli kuna mashimo ambayo yametitia, lakini kwa bahati nzuri mashimo ambayo yametitia yalikuwa yapo katika ukarabati. Kwa hiyo kulikuwa hakuna binadamu au kiumbe chochote kilichopo kwenye yale mashimo, na muda wa haraka zoezi la utafutaji lilianza huo muda wa jana. Kwa hiyo jana kuna timu nyingi, tulikuwa na jeshi la polisi, tumeshirikiana nao vizuri. Pia tulikuwa tuna watu wa idara ya madini kwa upande wa huku ni Mbogwe na Bukombe. Pia tulikuwa tuna wachimbaji, na pia tulikuwa tuna viongozi wa mgodi na wale wakaguzi ambao maarufu ni machifu na mainspector, tulikuwa nao katika zoezi la jana la utafutaji. Lakini hadi mida ya saa 5 tulisitisha zoezi la utafutaji kwa sababu kulikuwa hakuna binadamu wala kiumbe yoyote aliyekuwepo katika ile eneo la tukio. Kwa hiyo kuna taarifa zimesambaa ambazo tunasema sisi tunaita rumors, kama ni taarifa za kizushi. Wamesambaza taarifa kwamba kuna binadamu wako mle ndani au kuna watu ambao wamefariki, lakini naomba nitoe kwamba hizo ni taarifa za kizushi. Hakuna binadamu aliyepata madhara, hakuna miili ambayo ipo katika hilo shimo au katika ile eneo la tukio, na mpaka muda huu zoezi la utafutaji linaendelea. Zoezi ambalo lipo sasa hivi ni la ufungaji wa timba au mabox ambao tutasaidia tuweze kufika mpaka chini eneo lilipoza, kwa ambapo tunajua ile eneo ni salama. Na kwa kuongezea tu, timu ya zimamoto na watu wa madini na pia mainspector walipitia njia nyingine za dharura kuweza kujua kule chini kuko vipi. Hatuna njia moja tu ya kufikia ile eneo, kwa tuna njia nyingi sana za huko chini. Kwa hiyo tumejiridhisha kwamba kuko salama, lakini kitendo kinachofanyika sasa hivi ni cha utafutaji, ambapo kuna watu wanaojulikana kama tunasema manyani au tunasema ni wavamizi ambao hawana vibali. Kwa hiyo hao tuna wasiwasi kwamba inawezekana wakawepo labda walinasa, lakini paka muda huu hatuna lalamiko lolote la mtu aliyepotea, au kama kuna mtu kwamba patikani au mzazi au mlezi aliyepiga simu kwenye huu mgodi wa Msasa kwamba kuna ndugu yake aonekane. Eneo liko salama, liko vizuri kabisa. Kwa hiyo ni taratibu nyingine ambazo tunasubiri ziweze kuendelea, zoezi letu liweze kufanikiwa. Na mwisho wa zoezi hili tungependa kufahamu uokoaji huu mwisho wake utakuwa ni lini? Kwa sasa hivi tunachoendelea nacho ni ufungaji wa matimba, ambapo hili ni zoezi la kitaalamu zaidi, alihitaji haraka, na mpaka jana tumejiridhisha tumeweza kutoa generator ambayo ilikuwa pale chini. Pia tumetoa winch ambayo inatumika kuvutia kamba. Kwa hiyo utaona kabisa generator na winch limepatikana. Hakuna viashiria vya binadamu, nguo, labda bakuli au sahani ambavyo vinasema hivyo ni uashiria kwamba kuna watu walikuwa katika ile eneo. Kwa hiyo mwisho tutaendelea kutoa taarifa, lakini tunatarajia leo tunaweza zoezi letu kukamilika, lakini siwezi kutoa taarifa kwa sababu bado taratibu za uchunguzi zinaendelea. Hata sababu ya kwa nini imetitia, bado taratibu za uchunguzi zinaendelea. Zoezi la uchunguzi ni zoezi ambalo linashirikisha taasisi mbalimbali. Kuna zimamoto, kuna jeshi la polisi, kuna idara ya madini, kuna watu hapa ambao tunasema ni mainspector na wamiliki wa madini. Baadaye tutatoa ripoti ambayo itaweza kutumika kwamba kujua chanzo ni nini. Kwa sasa hivi bado zoezi la utafutaji linaendelea. Kuna wengine waliuliza kwamba mnafanya maokozi. La hasha. Tuko kwenye zoezi la utafutaji. Maokozi yanafanyika endapo kwa kuna mtu yuko ndani au kuna mwili tumeutoa au kuna kiumbe kiko kule ndani. Hadi sasa hivi hata kuku mle ndani hayupo. Kwa hiyo utaona ile zoezi linafanyika sasa hivi ni la utafutaji. Tunatafuta. Kwa hiyo zoezi lipo sasa hivi ni utafutaji. Maokozi yakifanyika tutatoa taarifa kama kuna maokozi yamefanyika. Hivyo vitu generator pamoja na hiyo winji mlioitoa au watu walivyoviweka mule wao wako wapi? Hapa kamanda, hapo tu labda tuunganishe. Ningependa kufahamu pia kutoka kwako, labda mmesema kwamba hamna majeruhi na mmefanya shughuli ya uokozi. Labda nini ambacho kimebainika na kuona kwamba kuna majeruhi wote mpaka sasa? Tunaposema hatujafanya shughuli ya maokozi, tumefanya shughuli ya utafutaji. Mpaka muda huu tunasema utafutaji kwa sababu hakuna viashiria vyovyote vinavyoonyesha kwamba kuna binadamu
au kuna mtu ameweza kunasa katika ile eneo la tukio. Kwa hiyo tunajiridhisha mpaka tunapopata generator au tunapata vitu vingine kama winchi, ni kwamba tunapima ule umbali wa tulipopata ile generator. Kwa hiyo uzito wa generator na binadamu tunajema vitakopo labda vinauiana. Kwa hiyo binadamu aweza akasema kanasia chini. Kwa katika sayansi ya kawaida pale ile sio anga ambayo iko wazi kwamba ukishuka unashuka paka chini. Kwa hiyo kama ni binadamu alishuka pamoja na udongo, lazima angenasa sehemu. Lakini zoezi tunalofanya labda kupo kuna manyani wamevamia, wana vibali, labda wanaweza kuwa wako chini. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya nini? La utafutaji. Kwa hiyo zoezi la maokozi bado sasa hivi ni utafutaji. Akipatikana mtu au akipatikana kiumbe, tunasema maokozi yatafanyika hapo. Kwa hiyo tunaenda na zoezi la utafutaji. Hilo shimo lina urefu kiasi gani? Ndio maana nimesema sasa hivi lazima tufanye, kuna mambo ya uchunguzi. Kwa hiyo habari za mashimo ya nini, baada ya taratibu za uchunguzi zikishafanyika, na hii ambayo tunasema tunaweka ni teamwork, kwamba kuna zimamoto, polisi, watu wa madini, machifu, inspector na wamiliki. Baadaye tutatoa taarifa kamili, shimo, urefu na taarifa nyingine ambazo mnazihitaji. Sasa hivi unaona tupo kwenye zoezi bado la utafutaji, tuna kifusi kinatoka, lakini sasa hivi tunafunga zile box timber kuweza kuimarisha kingo ziweze kuwa salama. Kwa kweli kwenye kamanda, ni maduara mangapi na eneo lenye ukubwa gani ambalo limetitia? Maduara toka jana tulishaongelea swala, ni maduara 3, lakini duara moja la 4 lipo halijaathirika sana. Kwa ni maduara 3 ambayo yametitia, lakini kwa ukubwa tunasema kwa ujumla ni maduara 4. Lakini duara hilo la 4 bado liko salama, halijapukutika kama maduara mengine yalivyoweza kutitia huko chini. Na naweza kuwakumbushia tu lile eneo lilisimamishwa. Kwa hiyo machifu na mainspekta tuliwapa elimu ya usalama kabla watu wajaanza kuchimba. Lazima machifu na mainspekta wajiridhishe, na ndio maana ukaona wamechukua zile tahadhari, wakasimamisha lile eneo, fundi akajiridhisha, akaviona kule kuna shida, akapitia njia nyingine ya dharura, akatoa taarifa, anatumia radio call, akapiga radio call, watu hawaweza kukaa mbali na lile eneo, na maana ukaona eneo ni salama, na zoezi la utafutaji na utoaji wa kifusi linaendelea. Nataka kufahamu pengine, kwa sababu bado kuna jitihada hizi zinaendelea za utafutaji wa hiyo shughuli ambayo inafanyika. Je, wachimbaji wengine wanaendelea na shughuli zao au umesimamisha shughuli kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuwepo usalama, mjiridhishe usalama? Ndio, swali ni nzuri sana. Ile eneo lote ambalo unaona limezungushwa fence, kwanza lile eneo ambalo la tukio limetokea tumeliwekea cordon tape. Yaani tumeliwekea utepe maalum kwamba lile eneo watu ambao usiku wasisogelee. Pia na yale maduara mengine ambayo yapo katika ukanda tumeyazuia kwa sababu kuna uchunguzi tunafanya. Inawezekana shida iliyotokea hapa isije katokea kwenye duara lingine. Kwa hiyo tukitoa taarifa tukijiridhisha kwa kutumia machifu au watu madini ambao kuna maengineer, kuna watu wa miamba, tutatoa taarifa ambayo itakuwa ni nzuri kwamba zoezi liweze kuendelea. Maduara mengine yako salama, lakini hatuwezi tukahakikishia mpaka tunapojiridhisha kwa pamoja, kwa sababu ni teamwork nilivyoongea, tutaweza kuwaruhusu waweze kuendelea. Mpaka sasa hivi maduara mengine tumeweza kuyasimamisha. Kwanza zoezi la utafutaji liendelee. Utaona kuna thamani kubwa sana ya ile eneo. Kwa hiyo shughuli zote zitasimama. Lazima ufanye kazi ambayo ni eneo salama. Kwanza usalama kwanza, mengine ni baadaye. Kwa hiyo sasa hivi ile eneo limesimamishwa kazi. Hamna uzalishaji unaoendelea hapo. Kuna swali langu la mwisho ni kwamba kamanda, hawa watu unaosadikika kwamba ni manyani na njia zile umesema kuna njia ambazo ni tofauti. Je, umegundua wazi katika njia ambayo umeona ukaonyesha wazi kwamba kuna watu waliingia ambao ni manyani pasipo kujua? Tumesema swala la manyani ili tunasema kama vile tunakisia kwamba kukisia tunafanya ni probability kwamba tunasema kwamba makisio yetu labda walikuwepo mle ndani. Hatuna uhakika kwa sababu manyani ni watu ambao tunasema wanaingia kwenye vizuizi, wana trespass kwenye hivyo vizuizi. Kwa hiyo tulipita njia zote, hakuna manyani ambao kupo kule chini. Tunasema manyani watakuwepo lile eneo ambalo udongo umetitia chini, pale labda amekandamizwa, amenasa, na tunasema inawezekana kawepo. Lakini mpaka sasa hivi hatujapata taarifa, viashiria vya aina yoyote, wala hakuna madhara kwa binadamu. Hakuna hata jeraha lolote ambalo liko pale. Kwa hiyo utaona ni kitu ambacho kilikopo katika uangalizi mkubwa sana. Hebu tueleze sasa, unatoa wito gani kwa watu ambao wanapakaza kwamba hapa kuna watu walifariki? Wito naotoa kwa Watanzania, tusiwe tuna haraka sana ya kuwa waandishi wa habari.
wengine waandishi habari wa kujitegemea. Sasa taratibu za kisheria zikitumika, tutaweza kuona serikali yetu ni chungu, lakini serikali iko timamu. Tuko hapa toka jana na tuko hapa, na kukiangalia tuko vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama. Tunashirikiana, ni teamwork, nishatoka kusema. Kwa hiyo rai yangu nayoitoa ni kwamba subiria taarifa tuweze kutoa kamili. Tunashukuru waandishi habari leo mmekuja muweze kuwapa umma taarifa ambayo ni sahihi. Hakuna hata mtu mmoja ndani mle. Hakuna hata kiumbe ambacho kimenasia mle ndani. Kwa rai yangu tutoe taarifa ambazo ziko kamili. Taarifa za kizushi hazikubaliki. Kwa hiyo tunaweza kuipakaza nchi au wakapakaza mkoa kwa taarifa za kizushi. Niwahakikishie umma tu wa Tanzania kwa ujumla na dunia kwa ujumla kwamba hakuna majeruhi, hakuna mtu yoyote ambaye amepata madhara katika huu mgodi wa Msasa. Eneo liko salama, vyombo viko vinafanya kazi, na ndio maana mmekuja hapa mmetukuta, na shughuli itaendelea. Tukikamilisha tutatoa taarifa kwamba shughuli yetu imekamilika na shughuli nyingine ziweze kuendelea. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.